Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika somo la kwanza, Nabii Yoeli anazungumzia juu ya ujio wa nyakati za mwisho. Hukumu inaelezwa kwamba itafanyika katika bonde la Jehoshafati. Hili ni bonde ambapo mfalme Josia au mfalme Jehoshafati wa Israeli aliwateketeza wafalme watatu walionyanyuka kulipinga taifa la Israeli. Mfalme wa Edom, mfalme wa Moabu na mfalme wa Samaria. Hawa walinyanyuka kuipiga Yuda, taifa takatifu la Mungu lisilokuwa na hatia, lakini wakaishia kuangamia katika bonde hili la Jehoshafati. Hivyo bonde hili limechukuliwa kuwa kama sehemu ya hukumu, ambapo Mungu huamua kati ya mwenye haki na mtesi wake, mwenye kuonea na mwenye kuonewa. Na siku zote Bwana atampatia tu mwenye haki ushindi, kama alivyowapatia Yuda chini ya mfalme Josia au mfalme Jehoshafati. Ndugu zangu wapendwa, sisi tunaposikia ujumbe huu tujifunze kupatana na watesi wetu kabla ya kufika kwa hakimu. Tujifunze kuomba msamaha. Ukweli ni kwamba ipo siku ya hukumu. Matendo yetu yote tuliyoyatenda katika giza yatawekwa hadharani. Kila mmoja leo aangalie mambo anayoyafanya katika siri na kuyaacha, kwani mambo haya ndiyo sababu ya maangamizi kwa wengi. Na hakika tutaangamizwa kama hawa wafalme watatu waliouawa katika bonde la Yehoshafati. Ndugu zangu wapendwa, tumesikia kwamba siku zote Mungu hukaa upande wa mwenye haki. Jifunze kuwa mtu wa haki. Ukiwa mtu wa haki utaleta furaha. Ukiwa mtu wa haki utapendwa na Mungu. Nani asiyependa kuupendwa na Mungu? Kuwa mtu wa haki ili upendwe na Mungu, na Mungu atakufurahia kwa sababu wewe unamwakilisha duniani. Kwa namna nyingine tunasema Mungu ni haki na haki ni Mungu, na haki ya Mungu ina huruma. Unapotenda haki, basi mambo mengine yote yanaenda vizuri. Tuwe watu wa kutenda haki. Yesu katika Injili anapongezwa na akina mama waliosikia ujumbe mzuri toka moyoni mwake. Yesu anasema heri maziwa ulionyonya. Wanamsifia huyu mama, lakini kwa nini wanamsifia? Kwa sababu ya ujumbe mzuri wa mtoto ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mama Maria hapa hakika alipata sifa kubwa sana hapa haya maneno yaliposemwa kwa Yesu. Nasi tuungane na mama huyu katika Injili, ndugu zangu, kumwambia Yesu namna hii. Hakika mama Maria naye atapata sifa sana. Tukitambua leo ni siku ya Jumamosi, basi tunapomkumbuka Bikira Maria kipekee, sisi tunamshukuru mama Maria aliyekuwa miguu ya Yesu, aliyekuwa macho ya Yesu alipokuwa tumboni. Huyu mama amekuwa ni baraka sana. Amekuwa akitokea katika dunia akitoa maonyo mbalimbali, akitufundisha, akitupatia njia za kupata uzima wa milele. Tusidharau. Mama huyu ndiye aliyepokea nguvu za yule aliye juu. Anafahamu. Sisi tunaweza kujifanya kumkataa mama Maria, lakini hakuna aliyepokea nguvu za yule aliye juu, wala hakuna aliyefanya mapenzi ya Mungu vizuri kama Bikira Maria kati ya wanadamu, isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mama Maria ametenda makuu kuliko mwanadamu yote. Hakuna mtakatifu aliyemzidi mama Maria. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, Yesu anasema mama yangu, ndugu zangu ni wale wanaofanya mapenzi yangu. Mama Maria ni namba moja. Kwa njia nyingine Yesu pia alikuwa anamsifia mama yake. Hivyo ndugu zangu, sisi tumpende mama Maria, tusimchukie. Wale ambao wanabishana, hawataki, hata mtu kama mimi, ukimchukia mama yangu mzazi, sijui kama nitakupenda. Ila nikijua unampenda mama yangu, na mimi pia lazima nitajikuta tu nakupenda tu. Ndugu zangu, tumheshimu mama Maria. Yeye ndiye aliyemuonyesha mtoto huyu. Huyu ndiye aliyemleta duniani. Ndiye aliyemnyonyesha mtoto huyu, yani Yesu Kristo. Pia kila mmoja wetu ajitahidi kuishi maisha mazuri ambayo yatawapatia wazazi wake au walezi wake sifa. Siku hizi kuna watoto wanaishi vibaya, watu wanalaumu wazazi waliowazaa. Lakini anapofanya vizuri, unasikia heri tumbo lilokuzaa. Asema heri huyu mama ambaye alikuleta duniani. Ndugu zangu, wazazi na walezi wetu kujisikia vibaya ikiwa kama wale waliowafundisha, wale waliokufundisha, waliofanya jitihada, mfano umeishia kuwa mwizi, umekuwa mnyang'anyi,
umekuwa mtu wa kuumiza watu. Wale walio kuleta duniani huwa wanapata uchungu sana. Tujitahidi kuwa watu wenye kumkimbilia Mungu, ili basi wale wengine hata walio kutuleta duniani, waliochangia sisi kuwepo duniani, wajisikie furaha. Tukipata furaha, na furaha pia inaenda kwao. Nikutakie siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.